tuliona kwamba watu wengi sana wanatumia mabasi kwenye kusafirisha dawa za kulevya. Tulikamata mabasi mengi ambayo, na hivyo tunarudi huko mtu amenunua basi lake, amekopa hela benki, alafu ndani mle mtu anasafirisha, na unakuta wanaosafirisha zile bangi sio tu hata abiria wa kawaida, ni wale wafanyakazi wa mle. Anaweza kawa conductor, anaweza kawa dereva ambayo sio owner, sio mwenye basi. Sasa ana mzigo wake anautoa chuga hapo. Sasa ameutoa mzigo wake, anakuja nao, hii inakuwa ndo mapato yake ya ziada, kwamba anasafisha. Mtu anamwambia bwana, ukifikisha huu mzigo mimi nitakupa labda milioni 2. Kwa hiyo yeye anahakisha na koma nao ule mzigo. Sisi tunakamata na basi, tunaliground basi, inakuwa halifanyi kazi. Anayepata hasara ni nani? Ni mmiliki wa basi, kwa sababu amekopa hela benki, anataka afanye marejesho, lakini basi limekamatwa. Kwa hiyo tukaona njia nzuri ni kuhakikisha kwamba sasa tunawaelimisha, lakini kuwaelimisha hata wasafiri wenyewe. Ndio maana tunasema yani usafiri salama bila dawa za kulevya. Kuhakikisha kwamba wale makondakta, wale madereva hawawi na tamaa tena ya kusafirisha dawa za kulevya, kwa sababu wanawatia hasara mabosi wao waliowaajiri. Kwa hiyo zile filamu zitakuwa zinaonyeshwa kwenye mabasi na nini, hata abiria wenyewe sasa kuwapa uoga abiria kwamba hii kitu sio salama, kwa sababu ukisafirisha dawa za kulevya sisi tutajua, tukikukamata ni hatari kubwa, lakini vile vile unaharibu brand ya mtu. Kwa mfano umekamata basi linaitwa X bus service, ina maana tukitangaza kwamba tumekamata X bus service brand ya ile basi inashuka, kitu ambacho sio malengo yetu. Lakini kama kweli mmiliki wa basi na yeye anashiriki, hapo hatuna cha msalia mtume. Tuko tayari kuharibu brand yake, hata kuivunja kabisa, kwa sababu na yeye anafanya makosa. Lakini tunaposema kwamba labda ni conductor tu kasafirisha, tunaogopa sana kuharibu biashara. Lakini kama yeye anahusika, hapo hakuna cha msalia mtume, na yeye tutaiharibu kabisa, hata ikiwezekana ifutike kabisa hiyo brand.